na mfano wa kikombe wakitarajia kwamba watakibakisha na mambo yameenda tofauti. Tutaweza kusikia kutoka kwake. Kwanza pole na matokeo. Fresh mwanangu, fresh kabisa. Sasa mmeweza kufeli wapi siku ya hii leo? Na mlikuwa mkitamba kwenye vyombo vya habari na mkieleza kwamba kombe mtakwenda nalo sehemu kadhaa ikiwa bado fainali haijaisha. Kipi kimesababisha mmeweza kupoteza taji hili? Ni msimamizi wa mchezo ambaye ni referee. Referee amechezesha mchezo kwa maelekezo. Yaani referee amechezesha mpira kwa maelekezo. Si unanielewa vizuri? Yaani unaona kabisa mambo yanayotokea uwanjani. Referee yupo kabisa kwenye referee hapa sikuwa katika upande wa timu yoyote. Ila anatakiwa kuwa neutral. Unaona kabisa hayupo sasa upande wetu sisi wala hayuko neutral, yupo upande wa wenzetu. Kwa hiyo hicho ndio kimesaidia wale jamaa kuweza kumaliza mchezo kama the Legends ambapo tunaona. Aina ya timu ambayo mnacheza nayo inatoka ukanda ambao ndio kitovu cha hata shirikisho kama ambavyo inaelezwa. Hamkulijua hili mapema kabla ya mchezo? Linafahamika na baadhi ya ishara zilishaanza kuonekana mapema kutoka kwenye ile baada ya mchezo wa kwanza kuwa umeisha kuhusu mapendekezo ya uwanja upi utumike kati ya Amani na kwa Mkapa. Kwa hivyo vitu tumevishuhudia, tumeviona. Kwa mwisho wa siku tunapaswa kukubali kilichotokea. Binafsi mimi nimeridhika, timu yangu ina uwezo. Yaani binafsi mimi nimeamini na nimeridhika. Kwa sababu sisi ujue msimu huu tunajenga timu. Umeelewa vizuri? Timu ambayo inajengwa kutoka kwenye 0% kuja kwenye 100. Sasa hivi Fado ndo anakuambia ipo katika 60% kwenda 70. Lakini wanasema kwamba kauli hiyo isije ikawa kichaka cha kujifichia iwapo mnapokosa matokeo. Kauli haiwezi kuwa kichaka kwa sababu kila mmoja ameona sisi timu hii tumeiandaa msimu huu. Yaani ndani ya mwaka huu sisi ndio tumesajili wachezaji zaidi ya wachezaji 15. Au ile ni swala kuficha pia. Si swala ambalo liko wazi. Ina maana robo tatu ya timu sisi tumesajili. Maana tunajenga timu. Timu yenyewe ndio ilikuwa inatudemand sisi ubingwa. Sio sisi tunaidai timu yetu ubingwa. Si unanielewa? Yaani timu the Legends ambavyo inaandaliwa, timu inavyofanya, timu inavyoperform ndivyo ambavyo inatudemand sisi mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba ubingwa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unarejea kwenye mashindano yaliyobakia. Tunazungumzia kwa maana ya kwamba CRDB na NBC. Wananchi Young Africans wametanguliza mguu, wanamsubiri atakayefuatia. Ni wewe yaani kwanza ukinitajia watu mimi nawataka yani kiasi kwamba mpaka nikilala na wawaza watu inakuwaje watu tunawakamatia wapi ili tucheze nao. Leo jinsi wanavyotukimbia. Hao watu wamekuwa wanatukimbia sana. Umeelewa? Ila kwenye CRDB watakanyaga, kwenye ligi pia tarehe 15 pia tunawataka vile. Baada ya kuingia hatua ya finali, walitoka na kusema ya kwamba hawa wameweka nguvu kubwa kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Watakosa huko na watakosa huku na ligi kuu watakosa. Tukubali ya kwamba kauli hiyo itakwenda kutimia ikiwa tunatazama leo tumepoteza kikombe cha kwanza. Binafsi huwa sifanyii kazi matamshi ya utabiri. Umeelewa vizuri? Au ni watabiri tu kama watabiri wengine. Kwa hiyo binafsi huwa sifanyii kazi matamshi ya watabiri. Mimi ninachozungumzia ni mpira. Nini ambacho timu yangu inafanya? Nini ambacho kocha wangu anakifanya? Nini wachezaji wanafanya? Nini viongozi wangu wanafanya kuisaidia timu ili iweze kusuccess? Tumeshuhudia performance ya Joshua Budo Mutale. Nyota ambaye hivi sasa ameonekana kuimbwa na watu kumkubali. Namna venye anacheza. Kwa wewe kama wewe venye ambavyo umemtazama, unazungumziaje performance yake kwa? So hivi sasa tu wanaomwandareti Budo ni hawamjui. Umeelewa vizuri? Yaani Budo sio leo tu. From way back. Yaani Budo ni kitambo. Budo the way ilivyokuwa anaanza kipindi kile. Kuna namna tu, kuna vitu yani unajua hawa jamaa zetu nao wana mikono yao fulani hivyo wanatutilia mkono kutuharibia wachezaji wetu, kutuharibia shughuli zetu. Kwa hiyo akawa ametuharibia yule mchezaji, lakini mwisho wa siku umeona sasa hivi Budo anachokifanya si kwenye ligi ya ndani wala kimataifa. Mimi ningependa utoe neno lako la mwisho kwa mashabiki na uongozi kwa ujumla. Mimi kwanza nipende kuwashukuru wachezaji wa Simba Sports Club, nipende kuwapongeza nipende kumpongeza kocha wangu, nipende kumpongeza kila yoyote alioshiriki katika dua na maombi kupitia kwenye huu mchezo wa leo. Imekuwa ni mchezo mzuri, imekuwa ni mchezo mgumu. Simba imeonyesha uwezo wake. Tumeweza kufanya kile ambacho tumeweza kukifanya, lakini mchezo umeonekana, kila mmoja ameona. Kwa hiyo still bado timu yetu sisi ni kubwa, kwenye ranking sisi ni namba 4, au sio bwana? Tumepata hii medali ya pili tusisahau. Sisi tunakuwa tuna medali 2 kwa maana 93 na leo. Hii ya mabati ya leo mliopata. Maana ile ya msimu uliopita wananchi ulisema na mabati kwa sherehe wakaenda kumpa mpaka mama. Uko tayari kwenda kumpa mama medali hii ya mabati? Sasa binafsi maneno ya hao wapiga kelele hao
watu wa porojo mara nyingi huwa sipendi kuyafanyia sana kazi. Mimi najaribu kuzungumzia statistics za mpira na utaalamu wa mpira. Hayo maneno mengine binafsi huaga tu nikitajia au nikizungumzia kama najikuta tu nacheka kwa sababu naona ni watu ambao hawana uelewa kuhusu mpira. Kwa hiyo kuna michezo ya nje. Michezo ya nje. Nadhani ushanielewa. Ndio miongoni mwao ya ile michezo ya nje ndio hiki kilichotokea leo. Nje ya uwanja ile michezo ya Kiswahili na maanisha. Mimi nilichokizungumza awali toka naanza hii interview ni kuhusu referee. Kwa hiyo kama umenielewa vizuri, muamuzi hakuwa katika maamuzi mazuri ya kuweza kuchezesha mechi ya leo. Kwa hiyo hicho kitu ndio kimekuja kutumaliza kabisa Simba, lakini sisi uwezo wa Simba kupambana na timu yoyote katika bara la Afrika hii. Simba inao huo uwezo. Yaani Simba ina uwezo kupambana na timu yoyote katika ile bara la Afrika. Wakati mnapoteza kombe mwaka 93, Rais alikuwa kwa hivi sasa ni hayati. Hii leo mnapoteza kombe tena akiwa mwanae ambaye ndo rais wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar. Namzungumzia Hussein Mwinyi. Sasa nyinyi kama Simba Sports Club, wao wameenda mbali na kusema kwamba mnawatia aibu. Kumtia aibu nani? Mnawatia aibu viongozi. Alotia aibu ni refa, yani alotia aibu katika ni kiongozi aliochezesha ni refa aliochezesha mchezo wa leo. Yani yeye ndo kafanya kila kitu kionekane pale namna gani vipi. Lakini Simba hao wanaozungumza hivyo ni watu ambao wanaiandaleti tu, lakini Simba ni timu ambayo inaipa sana heshima ili taifa, kama unanielewa vizuri. Simba ndio inaotoa nafasi za hizi timu nyingine kushiriki mashindano ya kimataifa. Simba ndio imekuwa kiongozi wa yeye katika zile rankings za CAF, wengine wanafuata nyuma. Simba ndio imekuwa chachu hata ya ranking upande wa timu ya taifa kupanda. Yaani atakayekuwa anabishana nayo huyo ni mtu ambaye ni wale ambao wamezoea kunywa supu. Umeelewa vizuri? Lakini huo ndio uhalisia. Simba si timu ambayo inatia aibu taifa, ila ni timu ambayo inaliweka taifa katika nafasi nzuri. Okay, shukrani sana kwa muda wako. Pamoja sana. Mambo vipi? Niko nani? Tunashangaa, tunashuhudia unalia. Kitu gani ambacho kinakufanya mpaka unalia? Ni matokeo yaliyotokea. Matokeo. Nadhani labda mmeweza kufeli wapi siku hii leo, na Berkane wamekuwa wapi bora mpaka kuweza kupata goli la ugenini? Umesema? Mmefeli wapi na Berkane wamekuwa bora wapi? Ni kwamba kitu kilichotuchanganya pale walipomuondoa yule nani pale, ndio yani akile ikakasa Kagoma, yani kwa kweli tulichanganyikiwa, yani ndio hivyo imeshatokea ni matokeo. Kwa sasa mtawaambia nini watani wenu? Mlikuwa mkitamba ya kwamba hili mnabeba. Ni kawaida. Kwa kila mtu ni kawaida. Hayo unadhani ya kwamba siku ya hii leo nani alaumiwe basi? Alaumiwe nani? Hamna kulaumia kwa sababu sisi tumeshindwa. Hamna kulaumia, maana hii ni mechi. Waache wafly, ni kawaida. Ni kawaida. Nasema mnawaletea medali, kombe limeondoka hapa nchini. Ni kawaida, ni kwamba mechi ingechezwa hapa Kariakoo nani hapo Benjamin Mkapa tungeshapata hizo, lakini wapani wakang'ang'ania kalipeleka Zanzibar, maana matokeo yao kwamba wale ndio watapata huko Zanzibar. Ilikuwa mna imani ya kusema hili na imani ilikuwepo, isipokuwa tu ni matokeo pia. Inaonekana mnautawala mchezo vizuri. Kipindi cha kwanza mnapata goli, kipindi cha pili dakika hizi za jioni Arabu wanasawazisha, lakini VAR pia inawahukumu goli la offside. Mlikusanyanyuka na kushangilia. Hii inawauma kiasi gani? Inatuma sana kwa sababu tumepoteza mchezo. Namna ni kama mmehujumiwa siku ya hii leo. Tumehuzunika kwa sababu tulikuwa tuna uhakika kwamba tunaichukua hii kombe. Sasa najipanga kurejea nyumbani. Nyumbani. Wanawakaribisha sana nyumbani. Kombe limeondoka nchini, wao wanasema wao kombe lilikwenda kuchukua kule, lakini mara ya pili hii sasa mnapoteza kombe hapa Tanzania. Ni kawaida jamani, ni kawaida. Ni mchezo. Tutaangalia vipi sasa watani wako? Tutaangalia kwa sababu ni moja wa michezo na sisi tumeamua kupoteza. Labda ilikuwa tumaini la Mungu kuchukua sisi. Alikuwa bahati yenu. Shukrani sana. Mpira tumecheza. Mchawi uvuke maji. Ni jikubwa kumwamini Mungu. Unawaambia nini sasa wana Simba wenzao ambao hivi sasa wengi mko kwenye majonzi? Tuchukulie tu ni kawaida, mpira tumecheza na tumeucheza vizuri. Ni matokeo tu yametufanya hivyo. Shukrani sana. Haya, asante.